Watching Jogu TV. Oh yes. Praise the Lord. Nachukua fursa hii kuwakaribisha nyote katika programu yetu siku ya leo kwa jina kuu la Yesu. Ninaamini ya kwamba mzima na Bwana ni mwema katika maisha yako. Asante kwa kuwa umekuwa ukifuatilia, na ninashukuru kwa kazi ambayo Mungu anaendelea akifanya kwa maisha ya kila mmoja wetu kwa jina kuu la Yesu. Kwa majina yangu ni Pastor Moses Njogu. Ninafurahia Bwana kwa sababu ya uzima na wokovu wake, na ninashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo ametupea tukaweze kushiriki neno lake kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kusubscribe kwa Njogu TV. Mungu akubariki sana na kutendea mema. Kama hujafanya hivyo, tafadhali unaweza kufanya hivyo na utabarikiwa sana, na tutabarikiwa pamoja kwa jina kuu la Yesu Kristo. Praise the Lord. Ningependa tuombe ili tuweze kushiriki neno siku ya leo na wakati huu kwa jina la Yesu Kristo, na Mungu wa mbinguni atatubariki na kututendea mambo makubwa kwa sababu yeye ni Mungu mwema. In Jesus name. Wacha tuombe. Baba wa mbinguni uishie milele, kwa jina la mwanao Yesu Kristo, tunashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umetupea tena ya kuweza kulishiriki neno lako. Asante Jehova kwa sababu ya mpendwa huyu ambaye anatazama, ninamkabidhi mikono wako, ukaweze kumtendea mema, ukaweze kumunua hata tunaposhiriki neno lako. Jehova, ninaomba Baba ukaweze kunena na kila mmoja wetu, kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Ninajua na ninaamini katika neno lako kuna nguvu, katika neno lako kuna uzima, na Bwana unaenda kuleta mambo makubwa kwa maisha ya watu wako kwa jina kuu la Yesu Kristo. Nakabidhi kila jambo mikononi mwako. Naomba ukanisaidie pia nami ninaposhiriki neno lako na watu wako, ukanitumie kama chombo chako kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na pia tumeamini. Amina, amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninaona tuweze kuenda kwa neno la Mungu kwa jina la Yesu, na Mungu wa mbinguni atatubariki na kututendea mema. In Jesus mighty name. Praise the name of the Lord. Hallelujah. I want to bring a sermon entitled that when the favor locates you. Wakati kibali kimekuona, ama wakati kibali kimeachiliwa juu yako. Praise the name of the Lord. And this is my prayer for you today, as you listen to this broadcast in Jesus' name. May the favor of God locate you wherever you are in the name of Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Because when the favor of God is upon you, nothing can hinder you from achieving whatever God has blessed you with, whatever God has purposed for you, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Praise the name of the Lord. All that we need is the favor of God upon our lives, in Jesus' mighty name. Hallelujah. In the book of 1 Samuel chapter 16, and from verse 1, the Bible talks about King Samuel, Prophet Samuel, anointing King David. Praise the name of the Lord. And the Bible says that God spoke to Samuel. Hallelujah. And he mourned for Saul. Hallelujah. And Samuel was mourning for Saul, because Saul and done evil before the Lord. Alikuwa ameasi Mungu, alikuwa ametendea Mungu hofu, alikuwa amemwasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. And now tunaona ya kwamba Mungu anamnenea Samueli, anamuuliza, will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Hallelujah. Mungu anasema kwa Samueli, tangu lini, amdi lini utakapomsononokea, utakapoomboleza Sauli, kwa kuwa nimemkataa. Haleluya. Nimemkataa asiwe mfalme wa Israeli. Haleluya. Mungu akamwambia Samueli, fill thine own with oil, and go, I'll send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have
provided me a king among his sons. Praise the name of the Lord. And Samuel said, how can I go? If Saul hear it, he will kill me. And the Lord said, take the ephah with thee, and say, I am come to sacrifice to the Lord. Hallelujah. Verse 3, and call to the sacrifice, and call Jesse to the sacrifice, and I will show thee that what thou shalt do, and thou shalt anoint me him whom I name unto thee. And Samuel did that which the Lord spake, and came to Bethlehem. And the elder of the town trembled at his coming, and he said, comest thou peace pray? And he said, peace pray, I come to sacrifice unto the Lord. Sanctify yourself and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his sons and called them to the sacrifice. Praise the name. And it came to pass, when they were come, that he looked at Eliab, and he said, surely the Lord anointed is before me. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Then Jesse called Abinadab, and made him pass before Samuel. And he said, neither hath the Lord chosen this. Then Jesse made Shammah to pass by, and he said, neither hath the Lord chosen this. And again, Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, the Lord hath not chosen this. Hallelujah. And Samuel said unto Jesse, are they here all thy children? And he said, there remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down until he comes hither. And he said, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Hallelujah. So tunaona hapa katika maandiko ambayo tumesoma, nabii Samueli anatumwa kwa Jesse kuweza anoint a king pale katika nyumba ya Jesse, na vijana wote wa Jesse wanawekwa pale isipokuwa ile mdogo ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Na tunaona kwamba kwa sababu wakati alifika pale alikuta Daudi ambaye alikuwa mdogo kwa malishoni kwa kichaka akilisha. So Jesse alileta vijana wake. Praise the name of the Lord. Na mtu wa kwanza kusimama ambaye alikuwa anaitwa Eliab, wakati aliposimama Samueli alisema this is he, au ndiye ambaye Mungu amemfanya mfalme. But God rebuked Saul, akamwambia Samuel, akamwambia usiseme ni yeye, ama Mungu akasema si yeye. Praise the name of the Lord. Na akamwambia Mungu, usiangalie muonekano wake, usiangalie uso wake, na usiangalie kimo chake. Praise the name of the Lord. Na akasema kwamba kwa kuwa Mungu aangalii vile mtu ako, praise the name of the Lord, aangalii kimo, aangalii urembo, aangalii mambo ambayo yanaonekana kwa nje. Mungu anaangalia moyo. Praise the name of the Lord. Bande ya Eliab, Biblia inasema ya kwamba akapitia pale pia Abinadab. Praise the name of the Lord. After Abinadab akapitia pale pia Shammah. Alikuwa ni Shammah, yeah. Glory to God. Yeah, Shammah akapitia pale pia. Praise the name of the Lord. Na wote 7 Biblia inasema ya kwamba Mungu akawakataa. Praise the name of the Lord. Na wakati Samuel aliona kwamba wote wamekataliwa, sasa Samuel akauliza Jesse, je, vijana wako wote wako hapa? Praise the name of the Lord. Na ndipo Jesse akamwambia kuna mmoja mdogo ambaye ako malishoni analisha kondoo. Naye Samuel akasema ya kwamba aendewe. Praise the name of the Lord. Akasema aendewe. Praise the name of the Lord. Na akasema we will not sit down till he comes. Hatutaketi andi atakapokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na Biblia inasema kwamba akatumaniwa na akakuja. Alikuwa mrembo akionekana, alikuwa
mzuri. Praise the name of the Lord. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Praise the name of the Lord. When the favor of God allocates you, nothing can hinder. Hallelujah. What God had purposed for you in the mighty name of Jesus Christ. Mungu akiamua ni wewe. Mungu akiamua kukuinua. Mungu akiamua kukubariki. Hakuna kitu wala mtu, haleluya, ambaye anaweza kuzuia mpango wa Mungu ukakamilike katika maisha yako. Oh my God, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaona hapa Daudi alikuwa nako kichakani, na kuna mtu angedhania ya kwamba huyu kijana mdogo ambaye ako malishoni angekuwa mfalme, angekuwa ni yeye. Ndio maana hata wakati Jesse aliambiwa lete vijana wake, akushughulika kuleta huyu kijana ambaye alikuwa anaitwa Daudi, kwa sababu hata yeye katika mawazo yake akudhania kwamba kijana kama yule anaweza kufanyika mfalme. Praise the name of the Lord. Tunaona hata mtu wa kwanza ambaye alipatikana pale Eliaba, kwa sababu alikuwa na kimo, alikuwa mzuri kwa muonekano. Samuel alidhania ni yeye, lakini Mungu akasema hapana. Praise the name of the Lord. Nataka kuhimiza leo kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba usikufe moyo. Endelea kumtumikia Bwana, endelea kujiweka kwa Bwana, endelea kumngojea Bwana. Praise the name of the Lord. And when the right time comes, God will make it happen in the mighty name of Jesus Christ. And when God is on it, nobody can come against it. The Bible says, if God is for us, who can be against us? Praise God. Nobody can be against when God is for you. Nobody can hinder what God is doing in your life in the mighty name of Jesus. Not even your people, not even your parents, not even your friends, not even your leaders. But when God akiamua kukubariki, akiamua kuachilia baraka zake kwa maisha yako, hakuna kitu hata kimoja kitakachozuilia hizo baraka juu ya maisha yako kwa jina kuu la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Lako tu ni kumwamini, ni kujiweka kwa Bwana. Lako tu ni kukaa ukimngojea Bwana kwa jina la Yesu Kristo, ili kibali cha Bwana kiwe juu yako. Biblia inasema kwamba wakati Mungu amependezwa nawe, hata maadui wako watafanya urafiki na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu atakuinua, wale waliodhania kwamba utainuka, wale waliodhania kwamba utaenda mbele, wale ambao walikupangia mambo mabaya, wataona wema wa Bwana katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Na watatambua kwamba haya ni matendo ya Bwana, kwa sababu kuna mambo ambayo yanafanyika na hata watu ambao wamjui Mungu wanaamini ya kwamba kuna Mungu. Wakati Daniel, Meshaki na Abednego, Shadraka, Meshaki na Abednego walipotupwa kwenye ziwa la moto, haleluya, wakati walitupwa pale hawakuchomeka, na wakati walitolewa watu walijua, hata mfalme aliamini ya kwamba there is God, haleluya. Wakati Daniel alitupwa kwenye shimo la simba, wakati alitolewa akiwa mzima, haleluya, ilijulikana vizuri ya kwamba kunaye Mungu atendaye mambo makubwa. Ninasema hivi kwa jina la Yesu ya kwamba kuna mambo ambayo yanatendeka kwa maisha yako ambayo hata watu wenu, hata maadui wako watatambua na kusema ya kwamba this is the hand of God in the mighty name of Jesus Christ. Watajua hakika ya kwamba kuna kazi ya Mungu imefanyika na hii si kazi ya mwanadamu. Praise the name of the Lord, kwa sababu ni mambo ambayo yamepita akili za mwanadamu. Praise the name of the Lord. Watu walikuwa naona kama utaenda mbali, watu waliona kama utafanyika kitu, watu walikuwa wamekumalizia, walikuwa wamemalizana na wewe, but wakati umemngojea Bwana na Bwana anakuja, mnapelekana na yeye safari, Mungu anatenda mambo ambayo yanawashtua na kuwashangaza watu. Mungu anatenda mambo ya ajabu kwa jina la Yesu Kristo, atakufanya kile ambacho kuna mtu angedhani ufanyika. Praise the name of the Lord. Mungu hahitaji kuongea na watu, Mungu hahitaji kuulizia kwa watu. Praise the name of the Lord. Mungu hahitaji kufanya mikutano, haleluya, ili akaweze kuulizia ama atakubariki ama hatakubariki. Hapana, Mungu ni Mungu na kile ambacho ameamua anafanya kwa jina la Yesu Kristo. Wakati alikuumba akiwa na mpango. Hakukuumba, hakuna mtu ambaye aliumbwa na Mungu bila mpango. Kila mtu ambaye
Mungu alimuumba akiwa na mpango, na Mungu alijua kile ambacho utafanyika. Oh my God, praise the name of the Lord. Inaweza kuonekana kama imechukua muda, but nataka kuambia hivi ya kwamba Mungu yupando anakujua, ni wewe tu ujiweke katika njia za Bwana. Wakati mwingine ni sisi wenyewe tunajitoa katika njia za Bwana kwa sababu ya kuondokea Bwana, kwa sababu ya kukili kwetu, kwa sababu ya kutofuatilia kule kuwa katika Bwana, kuomba na kutafuta uso wake. Haleluya. Lakini wakati umekaa kwa Bwana, na wakati ufao ukifika, Mungu atajidhihirisha na atatenda mambo makubwa, kwa sababu yeye ni Mungu, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo usitie shaka, usiwe na hofu, usiwe na wasiwasi, kwa sababu Mungu anakujua na anakupenda sana. Haleluya. Anasema katika kitabu cha Yeremia 29 na mstari wa 11 kwamba nayajua mawazo ninayokuwazia, mawazo mema na ya kukupa mwisho ulio na tumaini. For I know the plans that I have for you, says the Lord. Hallelujah. In the book of Jeremiah, chapter 29 and verse 11. Glory to God. Verse 29 and verse 11. Inasema ya kwamba 29 verse 11, for I know the thought that I think towards you. Hallelujah. I say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Glory to God. To give you an expected end. Kukupa mwisho ulio tumainia, kwa jina la Yesu Kristo. In the book of Job, the Bible says that the expectation of the righteous shall never be cut off. Hallelujah. Yani matarajio ya wenye haki haitaondolewa, haitakatishwa. Mungu ataendelea kukuinua na kukubariki kwa jina la Yesu Kristo. Tazama kijana Daudi ako malishoni tu analisha kondoo, ako na zile nguo za mchungaji, ako na kile kijiti cha mchungaji, lakini anaedewa na Samueli anasema hatutaketi hadi atakapokuja, hatutafanya lolote. Oh my God, mpana hizo ziwe sana. Ninaomba ya kwamba kibali cha Mungu ikufikie, na kuna ofisi ambayo itaketi hadi ufike, kuna watu ambao hatatulia hadi ufike kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu ni wewe tu utakayetakikana pale ili mambo iweze kusonga mbele kwa jina la Yesu Kristo. Kuna wakati watu watasimamisha mambo yao yote kwa sababu yako. Ninasema hivi, ninatabiri kwa jina la Yesu. Kuna wakati watu watasimamisha mambo yao kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Hallelujah. Nikikuwa nikisema amen, sema amen. Praise God. Kuna wakati watu watakungojea hadi ufike kwa jina la Yesu Kristo katika maisha yako. Amen. In the name of the Lord, if you believe in God, and I believe there is God in heaven who changes stories. Kuna Mungu ambaye hubadilisha hadithi za watu. Hallelujah. Kuna Mungu mbinguni ambaye hutenda mambo ambayo yamepita akili za wanadamu. Hallelujah. Praise the Lord. In the book of Ephesians, let us tuangalie vile Biblia inasema in the book of Ephesians. Thank you Lord for this word. Hallelujah. Katika kitabu cha Waefeso mlango wa 3. Oh my God. In the name of the Lord. Twende pale. Kama uko na Biblia yako, twende pale kwa jina la Yesu. Katika kitabu cha Waefeso. Waefeso mlango wa 3 na mstari wa 20. Biblia inasema kwamba for unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Glory to God. According to the power that works in us. Hallelujah. He is able to do exceedingly abundantly above. Oh my God, praise the name of the Lord. All that we ask or think. Hallelujah. Mungu anaweza kufanya zaidi na juu na kuliko vile ambavyo unavyofikiria, vile ambavyo unavyoomba. Oh my God, praise the name of the Lord. Mungu anaweza kutenda hata zaidi ya hiyo maombi yako. He is able. Yes, he is able. Our God is able. Just believe in him, trust in him. In the mighty name of Jesus Christ. Naona mambo yakibadilika kwa sababu yako, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Alifanya hivyo kwa Daudi, anaweza kufanyia wewe. Unajua Mungu ni yule ambaye alikuwa nyakati zile, ndiye ako leo na ndiye atakayekuwa. Na mambo ambaye alitenda nyakati zile, hata leo anaweza kutenda, anaweza kubadilisha, anaweza kuinua, anaweza kubariki.
in the mighty name of Jesus Christ. Kada yambie amen. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ni vizuri kumtumainia Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Ni wewe ambaye hadithi yako itaandikwa mahali. Kuna mahali hadithi yako itaandikwa. Kuna mahali, haleluya, itasemekana there is somebody who lived, haleluya, ambaye alitembea na Mungu, ambaye Mungu alimuonekania, ambaye, oh my God, praise the name of the Lord. Kwani kusiwe na Mungu wa Njogu, Mungu wa Kariuki, Mungu wa Murugi, Mungu wako, haleluya. Weka jina yako hapo, you are God, isemekane ya kwamba Mungu wa Njogu ndiye Mungu, Mungu wa jina lako hapo ndiye Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameona matendo. Kwa nini tunaitanga Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo? Kwa sababu ya matendo ambayo Mungu alitenda na wao, haleluya, kuwapitia. Mungu alitenda mambo makubwa ambayo tuliyaona, ambayo tunayasoma, ambayo tunayasikia, mambo makubwa ambayo hata akili za wanadamu haziwezi zikafikiria, haziwezi zikaelewa, kwa sababu yeye ni Mungu mkuu. Kwa jina la Yesu Kristo, unatazama channel hii na najua kwamba baraka za Mungu zitakufuata. Oh my God, bila kujalisha katika hali gani, nani anakujua, nani hakujui, na kutangazia kibali cha Bwana kwa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kibali leo in the mighty name of the Lord. Na naomba milango ikufungukie, neema ikuwe juu yako, Bwana akutembelee kwa njia kubwa in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hautaisha, hautasambaratika kwa jina la Yesu Kristo. Milango yako inafunguka ambayo ilikuwa imefungamana kwa muda mrefu. Ninatangaza leo kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba hiyo milango inafunguliwa, inafunguka. Hallelujah, in Jesus mighty name. Kwa yule ambaye ni mgonjwa saa hii na anatazama, ninatangaza kwa jina kuu la Yesu, unapotazama programu hii, nguvu za Mungu zikutembelee, zikuponye in the mighty name of Jesus Christ. Receive healing now in the mighty name of Jesus Christ. You are healed in Jesus name. Bila kujalisha ni ugonjwa wa aina gani, bila kujalisha ripoti ambayo umepata, ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya kwamba umepona kwa jina kuu la Yesu. Hallelujah, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Baba wa mbinguni, ni asante kwa sababu ya baraka zako na ushindi. Asante kwa kibali chako, asante kwa neema yako Jehova. Umeinuliwa sana, umetukuka milele. Wewe ni Mungu peke yako, wewe unaweza yote, hakuna jambo lisilowezekana kwako. Ninaombea mpendwa huyu ambaye anatazama, ambaye anapitia mambo magumu, anapitia vita kali, natangaza leo kwa jina la Yesu ya kwamba Bwana ukamkumbuke, ukamuinue, ukamtendee kwa jina kuu la Yesu, kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Na mnaombea kibali na ushindi in Jesus mighty name, for you are great God, you are a faithful Father. In the mighty name of Jesus, makasha kalabayado rimaraba bayate rebezikri yataraba mashakaraba yantaraba yade rimazai. Natangaza viva ya Mungu kwa jina la Yesu, viva ya Mungu kwa jina la Yesu. Kibali cha Bwana kwa jina kuu la Yesu, kibali cha Bwana kwa jina kuu la Yesu. Baba, ni asante kwa sababu naachilia kibali chako juu ya huyu ndugu ambaye anatazama, juu ya huyu danda ambaye anatazama, in Jesus name. Baba rehema, ninawaombea ukawabariki, ukawainue kwa jina la Yesu, maana wewe ni Mungu mwaminifu, maana wewe ni Mungu mwema na mkuu. Makashagaraba limarababa yate ribezeke rebiana makalababu shantaraba yande ribakatanama makazagaraba gatanama rababu yadarama yada rimazike ribalamashia ribakatalabayada rimazikerebagada. Asante Bwana kwa baraka na ushindi in the name of the Lord. Hata tunapoanza mwezi mpya wa Julai, oh my God, natangaza leo ya kwamba mwezi wa 7 utakuwa ni mwezi wa baraka, utakuwa ni mwezi wa ushindi, utakuwa ni mwezi wa kibali cha Mungu kwa jina kuu la Yesu. Bwana, tembelea watu wako, Bwana watendee mambo makubwa. Mwezi huu ukawe ni mwezi wa ulinzi wako Baba, ukawafanikishe, ukawainue, ukawatendee mambo mema kwa jina kuu la Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Ramakashagada limarabakataraba ramayataraba masikaribakanda ramamashandereba. In the mighty name of the Lord, I declare favor, I declare the grace of God
In the mighty name of Jesus. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa kibali chako. Asante Bwana kwa neema yako. Asante Bwana kwa nguvu zako. Maana Bwana unaweza. Ninakuinua, ninakutukuza. Maana wewe ni Mungu mkuu. Na ni katika jina kuu la Yesu tumeomba na tumeamini na tumesema amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mungu akubariki sana. Nimefurahi kuwa nawe usiku ya leo. Mungu akutendee mema. Endelea kufuatilia, endelea kusikiza, endelea kushare, endelea kucomment, na Mungu atakubariki. Shalom, tukutane wakati mwingine in Jesus name. Amen.